Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo na tumai umzima ubuheri wa afya, na penye nipo kukwema, ingawa tunahesabu masaa ili kuvuka mwaka wa 2026. Kama mtandao wetu wa Kenya TV tunakutakia heri njema wakati tunaenda kuvuka mwaka wa 2026. Asante kwa kuzidi kunipiga jeki umbali ambao tumefika, na wakati tunafunga mwaka huu barikiwa tena zaidi. Sasa kuna habari mbaya ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari kuhusiana na hali ya afya ya kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Tundu Lissu, ambaye yuko kizuizini kwa miezi 9 sasa. Maana inakumbukwa ya kwamba Tundu Lissu aliweza kukamatwa ama kutiwa maroni kwa madai ya makosa ya uhaini mwezi wa 4 mwaka 2025. Amekaa gerezani, lakini kuna habari ambazo zimetufikia baada ya mawakili kumtembelea katika gereza ambalo yuko ama amefungiwa, gereza lile la Ukonga. Mawakili watatu ambaye mmoja wao ni Rugemeleza alifika pale, wakili mwingine ni Mpale, wakili mwingine ni Hekima Mwasipu, waliweza kumtembelea Tundu Lissu gerezani na kuleta habari mbaya kuhusiana na hali ya afya ya Tundu Lissu. Naomba niweze kusoma chapisho ambalo wakili Rugemeleza ameandika katika mtandao wake wa X kuhusiana na vile walimpata Tundu Lissu, kwa sababu hii ndio inaenda kuunda msingi hasa kwa ile ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kana hii. Ameandika hivi, huyu anaitwa wakili Rugemeleza inshallah, ameandika katika mtandao wake wa X huku akisema ya kwamba leo tarehe 30 Disemba mwaka huu 2025, mimi kumaanisha yeye mwenyewe kama wakili na wakili mzee Mpale Mpoki na wakili mwingine anaitwa Hekima Mwasipu, tulikwenda kumuona mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu katika gereza la Ukonga. Yu katika hali ya afya nzuri kiasi. Kwani sasa sikiza hapo, kwani kiwango chake cha sukari kwenye damu kimeongezeka, yani kiwango cha sukari kwa damu yake mwilini kimeongezeka. Ila daktari yule ambaye anampokeza matibabu Tundu Lissu aliweza kuwadhibitishia haya. Sasa tunaenda kusoma. Daktari amemhakikisha kuwa kitadhibitika, yani kuna uwezekano wa kupona ama kuangaliliwa kwa umakini na kutulizwa mawimbi hayo na kurudi hali ya awali kwa kuendelea kutumia dawa na chakula. Wakati kiwango hicho cha sukari mwilini ama kwa damu kitashughulikiwa, akipata nafuu atazidi kukula chakula na kutumia dawa zile ambazo amekuwa akizitumia. Sasa ametueleza kuwa amepokea barua kutoka kwa naibu msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania kuwa kesi yake itapangwa katika kikao maalum cha mahakama. Hata hivyo, ikumbukwe kuwa sasa Mahakama Kuu ipo likizo hadi tarehe 31 Januari mwaka ujao, mwaka 2026. Mwenyekiti Lissu amesisitiza kuwa uhaini ni kosa pekee lililotajwa katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na hivyo halitakiwi kuendeshwa na kushitakiwa kwa utaratibu wa makosa mengine ya jinai. Tutafikisha maelezo haya kwa uongozi wa mahakama. Vinginevyo, amesema watu wawe imara na kuwa atarudi na akuwa nasi. Ni ujumbe ambao umewasilishwa
na mmoja wa mawakili wale ambao waliweza kumtembelea Tundu Lissu katika gereza la Ukonga, huku akisema ya kwamba kiwango cha sukari kwenye damu kimeongezeka, lakini daktari anaendelea kushughulika kuhakikisha ya kwamba hali yake imerudi sawa ili kuruhusiwa kuendelea kutumia chakula na dawa zile ambazo amekuwa akitumia kwa muda mrefu sasa. Na sasa wameweza kusema ya kwamba hata kufikishwa mahakamani itacheleweshwa kidogo, kwa sababu mahakama ipo, ama majaji wale ambao wako mahakamani wapo kwa likizo hadi 31 Januari, kumaanisha atapangiwa kufika mahakamani Februari mwaka ujao, mwaka 2026. Tundu Lissu aliweza kutiwa mbaroni na serikali ya Samia Suluhu Hassan mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Akashitakiwa kwa kosa la uhaini, huku ikisemekana ya kwamba yeye mwenyewe alikuwa anasisitiza ya kwamba no reforms no elections. Kabla nizama kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi, lakini kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kando, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa huja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, na sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group moja ama 2 3 katika mtandao WhatsApp na hata Facebook, ili tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Tundu Lissu aliweza kushitakiwa kwa kosa la uhaini, na katika sheria za Tanzania ukipatikana na kosa la uhaini hamuna dhamana ila tu kufunguliwa mashtaka na kuhukumiwa kifo, kulingana na sheria za Tanzania ambazo ziliweza kupitishwa mwaka 1977 kufikia sasa, ambazo sasa hivi Watanzania wanasisitiza kwamba imefika wakati Tanzania inastahili kupata katiba mpya ambayo inajali maslahi ya mwananchi wa kawaida, kwa sababu katiba ambayo ipo sasa hivi inajali maslahi ya viongozi peke yake, wale ambao wamekaa katika viti mbalimbali ikilinganishwa na wananchi na yeyote ambaye ni mwananchi wa kawaida nchini Tanzania. Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa hata kuwania kiti cha urais katika uchaguzi ambao unadaiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025, jambo ambalo liliweza kusababisha maandamano makubwa kutanda Tanzania, kwa sababu yeye Tundu Lissu alikuwa miongoni mwa viongozi kutoka mrengo upinzani ambao wako na umaarufu mkubwa wa kisiasa, na kwa sababu aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais kwa sababu alikuwa gerezani, maandamano yakatanda katika taifa la Tanzania. Ishara tosha kwamba wengi wa Watanzania walikuwa wanamuhitaji Tundu Lissu ili aweze kushughulikia masuala mbalimbali nchini Tanzania. Ikumbukwe Tundu Lissu kwa miaka 13 iliyopita aliweza kumalizia Krismasi akiwa gerezani. Sasa history repeats itself. Baada ya miaka 13 sasa hivi yuko gerezani tena. Na ikumbukwe kwamba Tundu Lissu kuna wakati aliweza kupiwa risasi 16, akapelekwa kule Ubelgiji kushughulikiwa, na akashughulikiwa pia, akaambiwa ya kwamba atakuwa anarudi katika hospitali ili kuangaliliwa kwa undani, lakini akasema imetosha, wacha nirudi nyumbani ili niweze kupigania Watanzania. Wakati aliporudi Tanzania, hayo yakaweza kumkumba baada ya Samia Suluhu Hassan serikali yake kumuweka gerezani kufikia sasa. What do you think? Tuzidi kumwombea Tundu Lissu kwa sababu ni mtetezi wa haki za binadamu na mtetezi wa wanyonge nchini Tanzania. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza matukio yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini if you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by hitting the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way you can continue building this a channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed by our supreme being who lives in heaven. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.